Katibu Mkuu, nimesimama hapa naitwa Emmanuel Mtovi, ambaye nilikuwa diwani kupitia chama cha Chadema mwaka 2015 mpaka 20, na baadaye kupitia Chadema nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa madiwani wa kanda ya Serengeti, mkoa wa Shinyanga, Mara pamoja na Simiyu, ambao 2015 tulikuwa na madiwani zaidi ya 140. Kwa hiyo walinipa hiyo heshima kuwa mwenyekiti wao. Lakini pia 2019 nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Shinyanga kwa awamu ya kwanza, nikamaliza awamu yangu ambayo 2019 mpaka 2024, lakini nikachaguliwa tena kwa awamu nyingine ambayo mpaka muda huu nilikuwa mwenyekiti wa Chadema na nikapata msukosuko wa kusimamishwa, lakini rufaa yangu tunapoongea ipo mezani. Mheshimiwa Katibu Mkuu, niruhusu niongee machache ya kwa nini naamua kuachana na chama cha zamani, kwa sababu ni mambo mawili. La kwanza ni nimetumia haki yangu ya kikatiba kwa mujibu wa katiba ya Chadema, ile sura ibara ya 543 inasema mwanachama yote anaweza kujiondoa kwa hiari yake mwenyewe na kuacha. Hivyo mimi kuanzia kutoka jana nimeandika barua kwa Katibu Mkuu wa Chadema ya kuondoka katika chama hicho rasmi. Maana katiba yetu inataka tufanye kwa maandishi. Kwa hiyo Katibu Mkuu wa Chadema nimeshamtumia, na nakala yake imekwenda kwa katibu wa kanda, imekwenda kwa katibu wangu wa mkoa wa zamani ndio kuwa pamoja na katibu wa TAMILAMA. Lakini pia Mheshimiwa Katibu Mkuu, nimekuletea kwako ofisini kwako tena barua hii hapa ya kuomba nijiunge na ACT Wazalendo. Na ninaposimama hapa ni furaha kwa sababu mpaka sasa nimeshafisha kukabidhiwa kadi kwa mwanachama halali kabisa wa ACT Wazalendo. Na nashukuru viongozi wote mliokuja hapa katika ukumbi huu kuja kutupokea. Kwa kweli tumefarijika na tunaamini tumebadilisha tu aina ya basi lililokuwa tunatumia, lakini dhamira ni ile ile. Basi letu ya awali limepata msukosuko kama mnavyojua, kwa hiyo ni vema na ni haki kutafuta basi lingine na safari ikaendelea. Mimi kabla ya kuingia katika harakati hizi za vyama vya upinzani au na siasa, moja ya watu ambao walinivutia kabisa kipindi hicho tuko chuo kikuu cha Dar es Salaam ni ndugu Zuberi Zito Kabwe. Alinivutia kuanza harakati za siasa mwaka 2007 baada ya yeye mwenyewe na chama cha Chadema kuwa na ajenda za kupinga ufisadi na hasa kwenye ile sakata la Buzwagi. Mimi kama mtu wa Shinyanga nikaona ni kijana mbunge anatupigania mkoa wa Shinyanga, wakati kuna wabunge wa Shinyanga hawezi kupigania mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo kitu kilinivutia sana, na moja kwa moja mimi nilikuwa ni afisa mwandamizi wa benki kubwa hapa mjini Dar es Salaam, nikaacha kazi nikaenda kugombea diwani kwa sababu nilikuwa navutiwa niende nikaongea masuala ya Shinyanga. Zito amekuwa mbele sana, mtaona rekodi zake akiongea kuhusu mgodi wa almasi wa Modi, akiongea kuhusu pamba, kuhusu mifugo, kuhusu Wasukuma na jamii yetu ya watu wa Shinyanga. Kwa kweli mtu ambaye alinivutia na kwenda kuanza kugombea. Kwa hiyo katika tafasiri yake nyingine mnasema nimevutiwa pia kuja kufanya kazi na brother ambaye ninamuelewa, ambaye ameanzisha chama ina miaka 11 na kinasonga mbele kwa kasi kubwa kuliko vyama vyote kwa kweli kiangalia. Tunasema sio watu wa marketing kwamba people buy people and not people buy product. Ile ni mwenyewe niliona. Tulikana na wenzangu Bore na baadhi ya wenzangu tuliokuwa G55, tukapitia baadhi ya katiba, tukapitia baadhi ya vyama, lakini kiukweli kwa sasa hivi ambaye aliyepo next to CCM na anaweza kuiangusha CCM ni ACT Wazalendo.
ndugu waandishi wa habari, mimi na mwenzangu Dada Glory hapa tulikuwa kwenye kundi moja kama linafahamika la G55. Ile kundi la G55 tulitoa mawazo mbadala wa kushauri kile chama kwamba haitakiwi kususa uchaguzi, lakini kwa bahati mbaya na hali mnavyoona watu wameweka mpira kopani, tukajiuliza tutakana sisi tuweke mpira kopani wakati tulitoa mawazo mbadala vizuri. Tunapita huku na huku tukaona kuna kitu kinaitwa muhuri wa susiwe cha ACT Wazalendo, kwamba tunashiriki, tunapambana tufanye. Na kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kulivutia. Hatutakiwi tuwasusie wahuni CCM ili wapite bila kupingwa, haitakiwi. Mathalani tu mkoa wa Shinyanga na wabunge wale miaka ile kweli wapite bila kupingwa. Nadhani hata wazee wangu wa Shinyanga walitoa baraka kabisa, wakasema wewe endelea mbele kwa ajili ya kufuatilia. Lakini ndugu katibu mkuu na ndugu waandishi wa habari, chama cha ACT kina sura ya kitaifa. Tukubalianeni, kipo pande zote za muungano, kipo Zanzibar na kipo Tanganyika, tofauti sana na vyama vingine. Na mwenzangu tuliambiana hapa, sisi hatuwezi kwenda kucheka poli jipya. Wacha ili poli ndio jiandaa liko vizuri, ACT Wazalendo tupande ili jahazi tuendelee na safari. Jambo la tatu ni pamoja na uchanga wa ACT Wazalendo katika vyama vya siasa, pamoja na uchanga wake wote, pamoja na kuwa kuna mabadiliko kadha wa kadha ya viongozi. Imeanza kuwa na KC wa kwanza, kiongozi wa chama Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe, na sasa mmempata Mheshimiwa Deo Seme. Sasa mmejenga hivyo vigezo, wenyeviti wa taifa mmekuwa nao wanne, lakini mmevuka hivyo, huku mambo yanaendelea. Sisi tumejaribu kupiga kidogo hapa, mnaona mpaka tumeparanganyika. Kwa hiyo inaonekana ACT kuna ukomavu, kuna utulivu wa kisiasa, jambo ambalo limetuvutia. Kuna demokrasia ya kweli ndani ya ACT kwa sababu watu wanabadilishana. Hata tu kwa akili ya kawaida, wakati anaondoka hayati Maalim Seif, hauwezi kudhani kama Mheshimiwa Omo angeweza kukivisha hiki chama, lakini ndio mtu unamuona yuko Simiyu, yuko wapi anapiga kazi. Kwa kweli ongereni, na pia na uongozi madhubuti wa ACT umetuvutia. Lakini jambo la nne, kujitokeza kwa chama kusimamia maadili ya uwajibikaji na uwazi kwa viongozi. Tukifanya tathmini tu vinyonge, lakini haki yake mpeni. ACT na composition ya kuwa chama kabisa cha upinzani, kwa sababu ya ile model iliyoko. Ni chama pekee ambacho kinafanya tathmini, kinaongea kuhusu uwajibikaji wa serikali kupitia ripoti ya CAG kwa miaka yote mfululizo. Hata chama tawala kinaogopa ripoti ya CAG, lakini ni ACT mmekuwa mkichambua, mkitupa kwa yule ya rais wa wananchi, na hapo mnaonekana mnataka kuwajibisha serikali. Hivyo ni kitu ambacho kinatuwia na kuvutia kuja kwenu ili tuendelee harakati. Lakini si hilo tu, mmekuwa na kitu kinaitwa baraza kivuli, ambayo na wizara zinawasemea watu kwenye sekta ya afya, kwenye sekta kila sekta na wasemaji wa kisekta. Tofauti kabisa na vyama vingine ambavyo vyenye umri mrefu katika mageuzi, lakini haviwezi kuwasemea wananchi kuonyesha mbadala wa serikali ya system. Kwa maana tumeangalia, tumeona ACT Wazalendo mko tayari kwa mbadala na kuchukua dola mwaka huu inshallah. Tunaona tuje kujiunga na nini. Lakini pamoja na hilo, imani yangu na itikadi ya ACT Wazalendo ya ujamaa wa kidemokrasia na uzalendo, hili jambo ni zuri kuliko yote. Lazima taifa letu tujifunze kuwa na wazalendo wa nchi yetu, tujifunze kuwa wazalendo wa taifa letu na kesho yetu. Lakini kupitia hiyo ACT na ile kitu inaitwa sera ambayo inaita sera taifa la wote kwa maslahi
ya yote, jambo ambalo ni jema. Sasa hivi kuna classes kubwa sana katika taifa letu, iwe kimatibabu, iwe afya, elimu, mambo ya kijamii, uchumi, lakini ACT inaonyesha na cut cross. Na ACT ambacho kinavutia kingine ni namna ya viongozi wake, ameeleza vizuri sana Gloria hapa. Kuna makundi baadhi ya vyama vimeacha mbali sana, kundi la wanawake pamoja na vijana wameachwa mbali sana kwenye vyama. Angalia kwenye chama cha ACT, makamu mwenyekiti ni kijana Mchinjeta, haiwezi kumtenganisha na mzee Wasira, sio? Yeye anasema kweli mtu ambaye atatoa mstaafu lakini bado ameshikilia kiti over 8 years, bado yupo pale ni makamu wa chama. Lakini angalia ACT, kijana mdogo tu, nadhani anaweza kuwa ni katibu mkuu mdogo kuliko vyama vyote, ndugu Ado, na amepewa dhamana kubwa. Kwa maana hiyo ACT iko tayari kuonyesha vijana ni taifa la leo na si taifa la kesho. Kwa hiyo kitu kinachofurahisha, nikaona media kwa vijana wenzangu wapambanaji, hata ukiangalia muundo wa ngome ya vijana, masuala ngome ya vijana yanavyoendelea, ukosefu wa ajira, tofauti na ngome au mabaraza mengine ya vijana katika vyama vingine. Mtakubaliana na mimi, angalieni vijana wanaongea masuala yapi vijana wa CCM. Angalieni vijana na vyama vingine. Mtakuja kubadilika, kumbe tatizo la ajira linaongelewa vizuri sana na wadogo zangu kina Bulnondo wanakaa wanafanya makongamano. Kwa nini usiinge gari au msafara wa namna hii kama kweli wewe mbeba haki na mbadiliko katika taifa letu? Hiyo ndio sababu nimeweza kuwa hapa.